ambao huvunja amani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wajibu wako. Tena kwenye wajibu sio mwandishi wa habari tu wala mtangazaji. Mtanzania inatakiwa kwanza uwe mzalendo wa nchi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ijapo amani itavurugika ndani ya jamii yako, ndani ya jamii, tunaanza na familia, jamii na nchi, hakuna chochote utakachokifanya. Korinto wa pili 4 ya kwamba ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, ili wasiwazukie nuru ya Injili na utukufu wake Kristo aliye sura ya pekee. Mabango inaitwa jeje unajua maana yake. Na unainunua badala hata hiyo hela kuinunua kuku, hiyo ile kuku ikawa inakubaisha, usiende kwenye mambo yasiyofaa, usiende kwenye vikundi vya mitandao vinavyochukiza na vinavyoleta migomo kitaifa, ukafuga kuku wako ukaishi maisha ya ufugaji huko mbele. Wewe umeambulia tu maisha ya kuvaa nguo zilizochanika eti zinaitwa jeje. Jeje unajua maana yake? Hicho sikiangaza. Shawahi kufanya utafiti? Hivyo ni mlimo ya jeje. Maana yake jeje ni nini? Nilikoroka vitu mzaka tunao. Lakini wewe ukoroka kama shida sana. Haleluya. Hivi mimi nimependeza sijapendeza? Sasa nimevaje? Hiki si kitambaa? Tuache unafiki. Tuache unafiki. Mama nimependeza sijapendeza? Haleluya. 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 Mungu alinisaidia wakati ambapo ninaitwa kuwa mtumishi wa Mungu. Nilikuwa na mimi nimeshaanza kuvaa, lakini siku moja nipo kwenye ibada, Roho Mtakatifu akanishauri kubatizwa. Alivyonishauri kubatizwa, nikachukua kozi ya ubatizo Bwana, nikafundishwa foundation class, nikajifunza misingi ya imani. Hapo ninavaa kaptura, suruali nilinunua ni suruali lakini niliikata. Nikishaikata naiwekea mifuko ya kitambaa kingine na mix. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hapo hapa chini naweka maziwa. Kwa sababu au nanunua suruali ya jinsi, nachukua kitambaa, vipi vya kitambaa, ninakunjia hapa kwa chini, nikishaikata kaptura hivi, ninakunjia kwa chini jinsi naiwekea kitenge. Siku moja ninaenda kubatizwa, nikiangalia ndani nina zile nguo peke yake. Sasa nikasema hii nikachukua nayo Yordani mimi mwenyewe nikaanza kuzidharau. Bahati nzuri nikawa nilifuga kuku wangu, nikamchukua yule kuku nikaenda nikamuuza, wakanipa 12 jogoo, nikanunua visuruali vile vya 500. Nikasema angalau, lakini sio nini? Sio kaptura kushuka nayo mahali patakatifu. Haleluya. Na kutoka kwenye hizo enzi mpaka hivi leo ninaitwa mpaka hivi leo ninaitwa haleluya. Mpaka hivi leo ninaitwa mchungaji. Haleluya. Sikatai au siogopi kutangaza vile nilivyo, kwa sababu na shetani anajua. Sitegemei mahali aliponitoa. Sitegemei kumwacha. Vijana wengi mnakataa kuonyesha utu wetu wenu wa ndani kwa sababu ya tabia zenu. Haleluya.
kwa sababu ya taifa ya tabia zenu, na hiyo ingepelekea kuunda vikundi vya kuisema serikali ndivyo sivyo, vya kutangaza mambo ya kijinga huko kwenye mitandao ya kijamii. Utakufa na mimi sitakulilia. Kwa sababu gani? Utakufa na mimi mchungaji wako sitakulilia. Kwa sababu gani? Warumi 13 mstari wa kwanza. Haleluya. Unaweza usinielewe kwa sasa hivi, lakini utanielewa kwa nini ninasema hivyo. Utakufa mimi sitakulilia kwa sababu ya Warumi 13 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema Warumi 13:1 inasema kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Haleluya. Na ile iliyopo imeamuliwa na Mungu. Haleluya. Kama na ile mamlaka iliyopo imeamuliwa na Mungu. Sasa wewe kijana umeuza shamba la ulisi, unanunua smartphone ya kuitesa serikali. Nimesema utakufa na sitakulilia kwa sababu ya Warumi 13 mstari wa kwanza. Haleluya. Nakuweka wazi. Utakufa sitakulilia, hata kama ni mchungaji wako. Kila siku ninawaambia, hakikisheni mnatengeneza mazingira ya kuirinda amani ya nchi yenu. Ninyi ndo nguvu kazi ya taifa. Ninyi ndo taifa la kesho. Haleluya. Anasema kila mtu aitii mamlaka iliyo juu yake. Wewe kismartphone cha 15 na penyewe wenda wakati unazaliwa baba alikugawia 10.